mtazamaji, kama ndio naanza kufuatilia na kuangalia kipindi hiki, ni mahojiano kati yangu mimi Padre Faustin Rwechungura na Baba Askofu Mkuu Paulo Ruzoka, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Tabora. Baba Askofu, kwanza niendelee kushukuru kwa jinsi ulivyotuelezea vizuri sana tangu tuanze kipindi hiki. Umekuwa askofu wa Kigoma kwa miaka 17, baadaye ndio Baba Mtakatifu akakuteua sasa kuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora. Kukaa mahali kwa miaka 17 kama padre, au sasa wewe ulikuwa tena kiongozi mkuu kama askofu, umeshajiimarisha mipango fulani ya kiuchungaji na wasaidizi wako mapadre, na wakati huo ilikuwa haijazoeleka kwa askofu kuhama, ilikuwa haijazoeleka sana. Tulikuwa tunaona maaskofu wachache sana walikuwa wamehama wakati huo kutoka majimbo yao kwenda kufanya utume majimbo mengine. Ulipokeaje utume huo kutoka jimbo la Kigoma kuja Tabora, na ilikuwa vigumu kidogo kwa sababu mtu ushazoea mazingira yako ya mwanzo kabisa kama askofu kule Kigoma? Asante sana Padre Faustin Rwechungura kwa swali hilo. Kwanza kabisa nilipewa daraja la uaskofu tarehe 6 mwezi wa Januari 1990 na Baba Mtakatifu ambaye sasa ni Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kule mjini Roma, ambao mimi ilikuja vile vile kama mshtuko kwamba nakwenda kupewa daraja la uaskofu kule Roma. Baada ya kupewa daraja la uaskofu tarehe ile ya 6 ya mwezi Januari 1990, ni kweli nilikwenda Kigoma na nikaanza utume, na miongoni mwa mipango niliyokuwa nayo mwishoni ilikuwa ni kuitisha sinodi ya jimbo, kualika wanajimbo kama tulivyosema kutembea pamoja, na tulikuwa tumefanya hivyo mwezi wa sita mwaka huo wa 2006. Sasa katika mwaka huo nikapata taarifa kwamba ninahamia Tabora kuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Tabora, baada ya aliyekuwa mchungaji mkuu wa jimbo hili hayati Askofu Mkuu Mario Mugurunde kuwa amemrudia Mwenyezi Mungu tarehe ile ya 14 ya mwezi wa 3 mwaka huo wa 2006. Sasa wanasema mtu anaweza kukataa kuitwa, lakini huwezi kukataa jambo. Sasa nililoitiwa lilikuwa katika muktadha ule ule wa hali niliyokuwa nayo kama askofu, ambapo wakati ule nilipotajwa kwamba ni askofu nilikuwa na usemi juhudi huo, na mwaminia Mungu, nitajiaminisha kwa Mwenyezi Mungu. Ilibidi niendelee katika dhamira ile ile vile vile kujikabidhi, na mimi kama navyoona ni kwamba nilikwenda Kigoma kufuatia kifo cha aliyekuwa askofu wa Kigoma hayati Alphonse Daniel Nsabi. Nikaja Tabora kufuatia kifo cha aliyekuwa askofu mkuu Mario Abdalla Mugurunde. Kwa hivi nilikuwa narithi kiti ambacho hakina mwenyewe. Kwa hivi
ni wakati ule nilipoambiwa kwamba nakuja Tabora, kwa kweli nilikuwa na mipango hiyo ya kuwa na sinodi jimbo kuu, jimbo la Kigoma, ambao kauli mbiu yake ilikuwa ni hiyo kwamba Kristo Bwana wetu ahimidiwe katika imani, matumaini na mapendo. Basi nilipoambiwa kwamba nakuja, ikabidi ukurasa huo tuufunge. Kwa bahati nzuri, aliyekuja kurithi jimbo kuchukua nafasi yangu aliweza kuendeleza ile sinodi ya jimbo la Kigoma. Kwa kweli nilipokea ujumbe ule kwamba nahama kwa mshtuko huo, lakini kasema haya ni mapenzi ya Mungu. Sikuomba, sikuwa nimetuma barua wala nini, basi nimeambiwa njoo, basi nikaitika. Nikapenda kufanya rejea ile pamoja na kusoma maandiko mbalimbali, lakini nilivutiwa sana na Zaburi ambazo ziliandikwa tunavyoambiwa na Daudi, mfalme Daudi, lakini zaidi sana, kama sio kurefusha, ni Zaburi ambazo zina stanza 150. Basi nikachukua Zaburi ya 109 mstari wa 17, nitalitii neno lako, na ndiyo kauli mbiu ya uaskofu wangu katika uaskofu wangu hapa Tabora. Ni mwendelezo ule ule, lakini basi nikaona kwamba nifanyeje? Sikujituma, nimetumwa. Kwa hivi nitakuja kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu kadri anavyoongoza yeye. Basi ndio nikaja Tabora. Niliaga parokia katika jimbo la Kigoma tarehe 25 mwezi wa Januari mwaka huo 2007, na kesho yake nikaanza safari kuja Tabora kupitia njia ya Kahama. Nililala Kakonko ambayo ni parokia yangu ya kuzaliwa, na baadaye nikawa nimefika hapa Tabora 27 Januari mwaka huu 2007. Askofu aliyonipokea hakuwa mwingine isipokuwa Askofu Mkuu Mayala wa Mwanza. Ndio yeye nilimkuta hapa, Anthony Mayala. Basi tulifika kwa kuchelewa karibu kwenye saa 1 hivi na kwa kweli mvua zilikuwa nyingi na barabara mbaya sana. Nilikuwa nimetoka tuliondoka Nzega kama muda wa saa 8, lakini tulikuja kufika hapa karibu saa 1. Nikuta mzee wa watu alishavalilia kabisa mavazi ya ibada ya vespere, sala ya jioni ya siku hiyo, yuko kanisani. Nadhani nilikwenda nikaonyesha chumba, sijui kama nilifuta vumbi au nini, ikabidi tukimbie kanisani kuanza ibada hiyo. Basi ndivyo nilivyoingia Tabora, na sasa namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimekaa Tabora, nimefanya utume Tabora,
mpaka hapo tulipokabidhiana mikoba na Madama Protas Rugambwa tarehe ya 19 ya mwezi Novemba 2023. Na kwa Tabora nawaza haikuwa ngeni kwako. Mapadri wengi tena walikuwa wengi, nadhani baadhi walikuwa wanafunzi wako Itaga. Nadhani bila shaka ukutumia siku nyingi kuzoea Tabora, siku naifahamu sana tayari. Kuzoea ni nafasi. Ndio. Ndio. Ile nafasi nilipokuja tarehe 7 Januari 1976 kule Itaga, ilikuwa ni kazi mpya kulea vijana na zaidi sana kushika na fedha kama mhasibu wa seminari. Haikuwa kitu rahisi, lakini baada ya miaka 14 basi tulikuwa tumepazoea Tabora ya kutosha. Lakini sasa baada ya kuwa nimetoka Tabora, wakati ule nilikuwa ni rector na nikaenda Kigoma, narudi Tabora ni askofu mkuu, ni viatu vingine tofauti. Kwa hivi pamoja na kwamba mapadri kadhaa, karibu wazee kwa vijana, nilikuwa nimewafahamu na wengine walinisindikiza nilipokwenda Kigoma mwaka ule wa 90, lakini wengi wao nilikuta wameshaitwa kwa baba. Wako mapadri kadhaa ambao niliwafahamu na wale wengine waliokuwa wanafunzi wangu, basi tuliendelea kuja kufanya kazi nao. Mazingira kama mazingira hayakuwa mageni sana, lakini aina ya wajibu niliokuwa nao ulinifanya uwe mgeni kidogo, kwa sababu ilibidi nizoee ofisi ya askofu mkuu, kwa sababu askofu mkuu haishii tu kuangalia jimbo lake. Kuna na majimbo mengine ambayo inabidi ajihusishe nayo. Wakati ule jimbo la Singida lilikuwa bado ni sehemu ya Tabora, alafu baadaye jimbo la Mpanda lilikuwa limetengenezwa, basi na hatimaye ikaja jimbo la Kahama nalo lilikuwepo wakati ule, lakini sasa nalo ikawa ni sehemu ya shughuli zangu, na jimbo la Sumbawanga nalo lilikuwa halijakatwa kwenda Mbeya. Kwa hivi hizo nazo ilibidi kutembea, si kila mara, lakini kuwa na mikutano na maaskofu hao, kuweza kuwa na uchungaji jumuishi na maaskofu wa kanda. Basi hiyo ndio ikawa ni nyongeza ya aina ya kazi niliyoipata. Ndio. Asante sana. Na kwa sasa ni wazi umestaafu, umeisha tushirikisha mengi kama wanajimbo la Tabora, pengine hata kanisa kwa ujumla, kanisa la Tanzania, na umefanya mengi kama ulivyoeleza, kwanza jimbo ni Kigoma, Tabora, na katika ngazi za kitaifa pia. Kwa vijana ambao wanatamani sasa kuwa mapadre, na sisi ambao ni mapadre, kwa miaka yote kama askofu, na unavyoangalia ulimwengu unavyoenda wa kikanisa na ulimwengu wa ujumla wake, naweza kuwa pengine ukatupa ujumbe gani baba askofu? Kwanza kabisa ni kitaifa, ni kweli mimi nilikuwa miongoni mwa maaskofu
wa Baraza la Maaskofu Tanzania kwa kipindi chote hicho tangu 1990 mpaka nilipostaafu 2023. Nilipokuwa askofu wa Kigoma na baadaye hata askofu wa Tabora, nilikuwa na miongoni mwa shughuli walizonikabidhi kama baraza ilikuwa ni kuhusu kitengo cha haki na amani ambacho nimekaa mpaka wakati huo mpaka 2000 karibu na 14 nikiwa na hudumu katika kitengo hicho, lakini kitengo hicho kilinifanya vile vile nihusike na shughuli za kanisa la ulimwengu, kwa sababu tangu nadhani karibu mwaka 1995 nilikuwa ni mjumbe wa halmashauri ya kipapa inayohusiana na masuala ya haki na amani, na baadaye nikaongezewa shughuli kwenye ofisi ya utume kwa wakimbizi, ambavyo zote nzuri nimezishughulikia mpaka hapo mwaka 2000 karibu 14 ndio nilikuwa na mkutano wa mara ya mwisho yanayohusiana na ofisi hizo. Zilikuwa na changamoto zake. Kitaifa ni kweli tulipata kuwa wenyeji wa wakimbizi walio katika maziwa makuu huko Burundi, madhira ya Rwanda yalipojitokeza. Tulikwenda, mimi nilikuwa miongoni mwa wajumbe wa Baraza la Maaskofu ya Kikanda AMESEA inayojumuisha nchi za AMESEA mwaka ule wa 1994 mwezi Novemba. Tulikwenda kule Rwanda kuwapa pole kanisa la Rwanda na hata wananchi wenyewe wa Rwanda kwa yaliyokuwa yametokea. Lakini basi baadaye, kwa sababu jimbo la Kigoma lilikuwa na wakimbizi kadha wa kadha kutoka Burundi, kutoka Rwanda, kutoka Kongo, basi ni kama mjumbe kama mwenyekiti wa haki na amani vile vile nilihusika na kitu hicho, basi kwa ajili ya kuwahudumia na kufanya utetezi kwa namna fulani kuhusu wakimbizi hawa. Lakini pale barazani tulihusika vile vile na kitengo kimoja kilichokuwa kinahusisha viongozi wa dini dini mbalimbali, sijui upendo sijui dini mbalimbali. Basi tulikuwa tuna haki na amani, dini mbalimbali, haki na amani, kwamba tunaweza kuwa na imani tofauti, lakini daima tuangalie kwamba tunaishi hayo maagano yetu au dhamira ya dini zetu tukiwa wamoja, tukitendeana haki na kujaribu kudumisha amani. Ni tangu 2008 nilipochaguliwa kuwa mwenyekiti wa kitengo hicho au ofisi hiyo ilikuwa inashughulikia uhusiano wa viongozi wa dini, uhusiano wa viongozi wa Katoliki, viongozi wa CCT ambayo ni baraza au mashauri ya makanisa ya Kiprotestanti au kanisa la Kiluteri, kanisa la Anglikana, Moravian na mengine. Alafu vile vile na baraza la maaskofu, baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA. Kwa hiyo tulikuwa na mikutano
kadha wa kadha ambayo ilikuwa inazungumzia masuala ya kijamii yanayohusu nchi yetu ya Tanzania, na hata ikibidi tukizungumzia na majirani zetu na nini, lakini zaidi sana masuala ya kijamii yaliyokuwa nahusu Tanzania yetu na Watanzania wenyewe. Mathalan, tulikuwa wakati wa uchaguzi mkuu ulipokuwa unatokea, tulikuwa tunazungukia vyama mbalimbali vya kisiasa, vyama mbalimbali kuzungumza na viongozi na wagombea na nini, alafu basi tunapeana ushauri tukisisitiza kwamba katika jitihada zetu tunazozifanya kama wanasiasa na hata kama wadini, tuhakikishe kwamba imani zetu, tuishi kwa kadri ya imani zetu ambazo bila shaka zinasisitiza na kuweka kipaumbele kwa haki za kila mwanadamu, naweka kipaumbele maslahi ya jamii yetu pasipo kuvunja haki za watu wengine. Kwa hivyo tulikuwa na shughuli hiyo ambayo tumeifanya mpaka hapo ilipokuja. Sasa baada ya kuwa nimekabidhi mikoba, basi namshukuru Mwenyezi Mungu, namshukuru kwanza Mwadhama Protas Rugambwa pamoja na washauri wake na baraza lake la ushauri na nini, kunipatia mahali hapa nilipo ambapo tunaita Msufini Puli, lakini kwenye eneo hili ninapokaa tunapenda kulipatia jina Bustani ya Taamuri. Tunaweza kukaa kwa utulivu na kufikiria yaliyopita na kuona maongozi ya Mwenyezi Mungu yalivyo makuu, kwamba tumepita humo na sasa tuko tunapumzika. Nashukuru mapadre, nashukuru watawa, nashukuru walei katika nafasi mbalimbali kwa ushirikiano ambao tumekuwa nao, na kwamba mwendelee kuniombea nidumu katika imani, matumaini na mapendo. Asante sana Baba Askofu, na sisi tunakuomba vilevile kwa nafasi hii ambao sasa unapumzika, unatafakari, unajisomea, na sisi vilevile pengine una nafasi kubwa zaidi ya kusali kwa sababu ya upungufu wa majukumu pia, na sisi vilevile tunakuomba endelee kutuombea kusudi pale ulipoachia basi wafuasi wako waweze waliochukua mikoba sasa waendeleze pale, na sisi basi mapadre pamoja na waamini tuweze kuishi Ukristo wetu vizuri na kuliendeleza kanisa letu la Tabora na Tanzania kwa ujumla. Kumbe tunakushukuru sana, tunakushukuru sana. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambao ulikuwa unatufuatilia, na mahojiano ambayo tumekuwa nayo na Baba Askofu Mkuu Paul Ruzoka, askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Tabora, hapa kwenye maeneo anayokaa Ipuli Misufini, kwenye bustani ya Taamuri. Bustani ya Taamuri, mahali pazuri sana, na tumefurahi sana Baba Askofu Mkuu kufanya hayo mahojiano pamoja nawe. Tunakushukuru sana, tunaendelea kukuombea, na kama nilivyosema na wewe endelea kutuombea, na tunakutakia maisha mazuri, afya njema ya roho na mwili katika mapumziko yako hapo unapoendelea kutafakari na kupumzika baada ya majukumu ya muda mrefu kama padre, lakini vile vile kama askofu, majukumu ambayo yalikuwa ni makubwa sana. Asanteni sana na tunakushukuru sana, na Mungu azidi kutangulia katika yote. Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Baba Askofu. Asante sana. Asante. Asante, nakushukuru sana. Asante sana.